Mimi na wenzangu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumefurahi sana kupata fursa hii ya kukutana na viongozi na wananchi wa mkoa wa Kagera siku ya leo. Tena tunakutana tukiwa na mioyo ya furaha, nyuso zilizopendeza na smile nzuri, lakini na matumaini makubwa ya kushuhudia tukio hili muhimu katika historia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na kwamba elimu kwa maendeleo ya elimu ya juu nchini. Chuo chetu kinazidi kujitanua na kuenea katika maeneo mengi nchini. Pia leo ni siku muhimu sana katika historia ya mkoa wa Kagera. Kama ujuavyo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, sifa ya mkoa huu ni kuwa na wasomi wengi. Naambiwa takribani kila kijiji, kama hakuna profesa, basi watakuwepo watu wenye PhD, watakuwepo watu wenye masters, na wenye shahada ya kwanza ndio usiseme, wamejaa kila mahali. Na jamaa na rafiki yangu mmoja kule Dar es Salaam, nilipokuja mara ya mwisho hapa nikutana na baba yake. Kwa jambo la kwanza alioniambia, yule kijana ana masters. Na dada yake sasa anasomea masters. Na ana mdogo wake yuko chuo kikuu cha UDOM anayesomea degree ya kwanza. Sasa huo ndio utambulisho wake. Wazee hawa wanajitambulisha kwa sifa ya watoto wanavyosoma. Lakini pamoja na sifa hiyo ya usomi, katika mkoa huu jambo limekuwa liliokuwa linawafadhaisha sana wasomi wa mkoa huu wa Kagera, na ambalo walikuwa wanatamani kuwepo kwa chuo kikuu, lakini hakija kuwepo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amesikia kilio chenu na kuamua kujenga chuo kikuu hiki ambacho leo Mheshimiwa Makamu wa Rais, msaidizi mkuu wa Rais Dr. Emmanuel John Nchimbi ameweka jiwe la msingi. Kitendo cha leo ni mwanzo wa safari ya uhakika ya kuziba lile ombwe la mkoa huu wa wasomi kutokuwa na chuo kikuu cha uhakika. Makamu wa Rais, kuwepo kwa kampasi hii ya Bukoba ni matokeo ya maono na maagizo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Katika matayarisho ya utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi Tanzania, yani HEET, unaotekelezwa kwa mkopo wa masharti nafuu wa Benki ya Dunia, Mheshimiwa Rais aliagiza sehemu ya fedha vyuo vitakavyopewa zitumike kujenga campus katika mikoa ambayo haina vyuo vikuu vya serikali. Sisi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tulipewa jukumu hilo kwa mkoa wa Kagera na mkoa wa Lindi. Ama kabla ya kuhitimisha, niseme na maombi manne tu. La kwanza, tunaomba kuongezewa ardhi kwa mahitaji ya chuo ya sasa na siku zijazo. Kama nilivyoeleza, tunasema siku moja hiki chuo kitabaki kuwa chuo kikuu cha Kagera, sio kampasi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tupate ardhi ya kutosha. Tunaomba serikali na iendelee kusaidia kifedha. Tunajenga jengo la wasichana pale la hostel, lakini tunahitaji jengo la hostel ya wavulana, lakini bado tuna mahitaji makubwa zaidi. Na tatu, unajua mtu anapokuja chuo kikuu cha Kagera au si mtakita chuo kikuu cha Bukoba au wapi, akitoka barabara kubwa, akija barabara hii ya vumbi na udongo wakati wa mvua, anakwama, inashusha hadhi. Kwa Makamu wa Rais, ukizungumza na waziri wa ujenzi, ukawaagiza TANROADS weka lami, wanaweka tu kesho.